Nitumie wasaa huu kuweza kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa katika wasaa huu muhimu kabisa wana michezo, ambapo tunakutana hapa kila ifikapo siku na wakati kama huu katika kipindi cha Viwanjani. Lengo ni kuweza kujuzana na kuweza kupata uchambuzi wa matukio ya kimichezo ambayo yamejiri ama yanatazamiwa kuweza kujiri katika viwanja mbalimbali vya michezo. Na siku hii leo mengi ambayo tutakwenda kuangalia, miongoni mwao ni pamoja na mchezo ambao unatukabili usoni, kwa maana ya hapo kesho pale Kampala na Mbole, katika mchezo wa kufuzu kwa mataifa ya Afrika mwakani kati ya Uganda The Cranes dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, mchezo ambao ni muhimu kweli kweli kwa timu ya taifa ya Tanzania. Na kingine ni mchezo wa kirafiki ambao utakwenda kupigwa uwanja wa Taifa pia siku ya Jumamosi kati ya Simba Sports Club dhidi ya AFC Leopards kutoka Kenya, mchezo ambao utakwenda kuoneshwa sambamba kabisa na mchezo ambao utakwenda kuonekana wa Tanzania na Uganda katika big screen pale uwanja wa Taifa. Tutakwenda kuangalia hayo pia. Lakini Yanga, mabingwa wa kihistoria wa Tanzania bara, pia wana mchezo wa kirafiki dhidi ya African Lyon. Tutakwenda kutazama pia machache kati ya mchezo huo. Tutavuma kimataifa kwenda kuangalia michuano ya US Open ambayo inaendelea na ipo katika hatua ya nusu finali hivi sasa, bila kusahau michezo ya UEFA Nations League, michezo ya mataifa ya bara la Ulaya ambayo yameanza hapo jana. Hayo ni machache kati mengi ambayo tutakwenda kuyaangalia. Mimi ni Ramadhan Goda, mchambuzi wangu leo ni Gifty Macha pamoja na James Samuel. Mambo vipi wazee? Safi, inakuaje? Mko vizuri? Fresh sana. Kuna watu nishakutana nao James, wakawa wanaambia kwamba wako admired sana na huo upara. Huo upara ambao unatandika watu wengi sana. Bwana yule jamaa, alafu kuna vichwa na vichwa vya kukubali upara, sio vyote. Mimi nikinyoa hapa inaweza ikawa kituko cha mwaka. na upara bila pesa ni ugonjwa. Upara lazima uendane ni cha kunyoa, sio kile cha uwaraza. Au James ni cha uwaraza. Kinaanza. Una kipara cha namna hiyo. James, tuanze kuangalia na kubwa ambalo tunalo usoni ni la mchezo wa kimataifa kufuzu mataifa ya Afrika mwakani, mchezo kati ya Taifa Stars dhidi ya Uganda na Mbole pale. Historia na rekodi zinaonyesha kwamba si hivi karibuni na si kwa kiasi kikubwa sana tumekuwa tuna unyonge fulani hivi dhidi ya Uganda. Ni kutokana na gap ambalo wametupiga au ni kutokana na sisi wenyewe maandalizi yetu kwa kila ambapo tunakwenda kukutana nao yamekuwa hafifu? Ukiangalia kwa level development currently Uganda wametuacha, na hawajatuacha kiasi kidogo, wametuacha kwa kiasi kikubwa. Ukianza kutazama sehemu walipo, sehemu tulipo, aina ya wachezaji ambao wamekuwa wao wakirecruit, wao wana pool kubwa. Wao hawana mazoea. Wao wamestick kwenye professionalism. Watu ambao wamekuwa wakiwatumia mara nyingi ni watu ambao wenye kiu. Kwanza wanakuja kwenye timu ya taifa wakiwa na nia, na wana nia ambayo wanatumia platform ya timu ya taifa kujisaidia kwenye maisha yao mengine ya soka. Ukiangalia hilo tu unakuta kwamba hapo kidogo kuna utofauti na sisi. Kwa sababu level ya kufanya comparison kati ya mtu na mtu lazima uanze kutafuta sasa factor ambazo zinataka ziwalinganishe na zipi zinawatofautisha. Vinavyotutofautisha na kutulinganisha kwao, kutulinganisha tunaweza kusema sisi tuko similar sehemu hii, sehemu yetu wote geografia Afrika. Tuko hivyo, ni nchi za dunia ya tatu, tunaweza tukasema hivyo. Kwenye football wao wametupiga gap, lazima tukubali au tusikatae. Ukija ukiangalia kuna watu wanakuja unaangalia level ya vipaji na nini, lakini kipaji bila kujitambua ni vitu vingine tofauti. So kuelekea kwenye huu mchezo unaweza ukaja na picha zingine tofauti. Unajua ukichukua general wametuzidi, lakini ukiingia kwenye mchezo kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviangalia sasa unapofanya comparison ya timu hii na timu hii. Kwenye group ambalo tupo tayari Uganda yeye ana point 3, sisi tuna alama 1. Lazima umpe credit kwamba tayari walikuwa bora. Lakini ukiangalia time ambayo sisi tuna draw na Lesotho, wao wanashinda away dhidi ya Cape Verde, ni Uganda ambayo tayari ilikuwa ni Uganda ambayo iko kwenye njia. Enzi zile ambazo bado wana ule ujoto ulikuwa wa Micho, kikosi ameachiwa Basena. Na kumbuka hivyo, na watu ile Micho ametoka ameenda Orlando Pirates. Sintofahamu nyingi baada ya ile AFCON ya Gabon walioshindwa kuqualify ama kufuzu kwenda hatua iliyofuata. Lakini ukija ukiangalia sasa baada ya pale Micho ameondoka, wakakaa na Moses Basena kwa kipindi, wakaenda kucheza ile Sekafa Senior Challenge. Baadaye wakadecide kumleta Sebastian Desbry, kocha ambaye walimtoa kwenye club huko Misri. Mambo mengi yamebadilika. Desbry yeye ana falsafa zake ambazo yeye anazisimamia. Waganda wengi walizishwi, na hata namna ambavyo shirikisho limekuwa likimlea, watu wengi wanasema kwamba alikuwa anastahili kuondoka.
yeye ana kitu ambacho amekuja kukisema ama amekuja kuimplement, kwamba hauwezi tu ukawa unashinda bila kucheza mpira mzuri. Nachotaka tufumue hii style ya mpira ambayo tunacheza, tuchange, tuulete kwenye mpira ambao tunapata matokeo, lakini we play good football. Sasa ndio kitu ambacho wanapingana na Waganda wengi. Wanamwambia uwezi kuja kudharau jitihada ambazo zilianza kutengenezwa na Bob, zikatoka kwa Bob wakaja Micho. Ukitaka kuja kusema wewe ni bora ama unataka kuleta mfumo mwingine, inabidi uifanye Uganda iwe threat inapoenda kucheza kule Bogo Lalab uko kwa Walhabu, iwe threat inapoenda kucheza Ghana, iwe threat inapoenda kucheza Cameroon. Ndio utakuja kutuambia kwamba change style ya football, tucheze mpira mzuri ile hali tunapata matokeo. Akaenda Chan na kikosi cha ambacho kilionekana kina uwiano mzuri tu na kingeweza kuchallenge, akupata matokeo kwenye michezo yake yote mitatu. Aliishia kupata sare nakumbuka ya mwisho, lakini mechi nyingi alikuwa kapoteza. Katoka pale bado watu wakawa wanamtafuta. Sasa hii michuano ama qualification hizi zimechukua muda mrefu sana. Yani matokeo ya Uganda kwa alama 3 na kuongoza kwenye ule ubora waliokuwa nao mpaka leo, kuna vitu vingi sana vimepita hapo katikati. Ni sawa na sisi tumepitia transformation. Alikuwepo kocha Salum ametoka, sasa hizi tuna Emmanuel Aminiki, lakini pia type ya wachezaji wetu, kuna wengine washakuwa graduate kwenye ligi yetu, wameenda kuonja joto maeneo mengine tofauti. Tunazungumza Tanzania inacheza na Lesotho, tulikuwa na Thomas ameanza first 11 lakini Hilali hana club kwa msimu mmoja miwili. Ameanza first 11. Inakuachia question mark. Nini hiki kilikuwa kinaendelea? Lakini sasa hivi tunapozungumza kuna namba ya players zaidi ya 8 wanacheza vilabu tofauti kwenye nchi tofauti, kwenye ligi ambazo wametuzidi na wengine wakiwa ni tegemezi. Mfano Mbwana ambaye ni nahodha, yeye anacheza Pro League kule Belgium, ni ligi ambayo ni ya 8 kwa ubora katika UEFA. Sasa unaona ukitafuta katika squad ya watu 23 Uganda, hakuna mtu ambaye anatoka kwenye ligi ya namna hiyo. So they have team, tunaye one player, lakini sasa hizi tukisema tuanze kutafuta standard ya mtu mmoja kwenye kikosi, si tuna watu ambao kidogo wanaenda kupevuka, kuna watu ambao tayari washaonja joto. Kitu cha kujivunia ni kwamba kuna players kama Faridi hajapata sana nafasi kule Tenerife, lakini ameenda Shabani, tumeona kuna kitu kipya kinakuja. Simon kwenye kikosi cha Default ni moja kati ya nyota tegemezi. Ukitafuta wachezaji ambao utapanga wachezaji 10 alafu wa 11 atakuwa Simon kwenye kikosi cha Default. Kesi kaondoka juzi hapa, miezi yake 2 nje, kaenda kujitengenezea nafasi yake kwenye kikosi cha Nkana Kalampa kule. Lakini ukiangalia kilichokuwepo kwenye ile ligi ni tofauti na ligi ya Tanzania. Tukubali tukatae, Zambia wametupiga gap. Tukitoka hapo, ligi anayocheza Thomas ni ligi ambayo tayari. Kwa hiyo unaona kwamba kuna ladha fulani hivi ya watu kuanza kuunganika. Kocha amekuja kuimplement vitu vipya, ni mta mchache, lakini ndani ya vitu ambavyo amekuja kawashtua kwa kile kilichotokea kwa baadhi ya nyota, kuwaweka pembeni akawafanya wengine wawepo. Nadhani sasa wachezaji wetu wataanza kuamka. Na level ya achievement aliyoifikia yeye akiwa kama mchezaji timu ya taifa ya Nigeria, hata level ya vilabu, inamaanisha kuna watu wengi ama kuna vingi anashare nao na vingi anatamani kuwaamsha. Sasa ile njaa na yeye kuwa pale akiwaeleza kwamba sisi tulitumia platform ya national team kufika tulipofika, inawafanya hao waamini inawezekana, kwa sababu hata hapa walipofika wao ndio sehemu ambayo ipo. Sasa ukija ukiangalia kitu ambacho anakutana nacho Seba, ame recruit pool ya wachezaji wengi ambao wana uzoefu, wengi wamepita chini ya Bob, wengi wamepita chini ya Micho, wako sasa hivi wanaonekana ndio wanaenda sasa kwenye hicho, kwa sababu Seba kabaki. Nyinyi mmekuja na Reva kusema kwamba tunatakiwa tucheze zaidi, tushinde michezo zaidi ya 13 ili wetu kuone kama ni bora, utufanye na sisi tutamani kuhisi kwamba inawezekana kwenda kombe la dunia kama ambavyo walifanya Micho, tucheze AFCON ndio tukuone wewe bora. Wote wameshindwa. Yani Seba ameendelea kubaki na ameendelea kubaki kushikilia msimamo wake ule. Ka recruit namba ya watu ambao wanaona ni bora kwenye kikosi chake, watu kama kina Unyanga golini, lakini umeona juzi Walusimbi ametoka goal, ameenda Orlando. Lakini ukija ukiangalia kuna wakina Luaga wapo kwenye kikosi, wakina Faluku, wakina Aucho wapo. Yani ni watu ambao tayari ukiwaweka sehemu moja, shida itakuwa ni kuimplement kile ambacho wanatakiwa kuachana nacho. Yani tucheze mpira mzuri huku tukipata matokeo, kwa sababu tukishikilia hapo labda kwa hili ambalo la kocha kwamba tunaingia katika mchezo wa kutafuta mchezo wa pili
wa hatua ya makundi wakati nafasi ya kwenda kushiriki AFCON, tukiwa tuna mwalimu mpya, lakini pia sambamba na hilo kukiwa kuna idadi iliongezeka ya wachezaji ambao ni professional. James amezungumza hapa kuhusiana na mtu kama Bwana Samata Chilunda. Idadi ya wachezaji ambao ni professional ambao tunakwenda nao katika mchezo huu muhimu kabisa dhidi ya Uganda, na kocha akiwa ni mpya, na kama nilivyozungumza mimi bahati nzuri nilikwenda pale Boko Veterans wakati wanafanya mazoezi ya kwanza kabisa, na niliona jinsi gani ambavyo Emmanuel Amunike alivyokuwa anajitahidi yeye mwenyewe kujiweka ndani ya timu. Anaumia, mguu wake ni mbovu, ana maumivu ya mguu, lakini still ana train nao, anakimbia nao kwenye zile sprints ambazo anakwenda nao, yani unaona kabisa kwamba yeye mwenyewe anajaribu kujiweka ndani ya timu. Ni kwa kiasi gani hii inaweza ikaenda kutusaidia ama inaweza kuwa na impact katika mchezo huu ambao tunakwenda kucheza kesho? Na mara nyingi kocha anapobadilika kunakuwa na morali inaongezeka kwenye timu. Kuna wachezaji ambao labda walikuwa wapati nafasi, wanaona ni fursa kwao kuweza kuaminiwa na kocha na kupata nafasi ya kupangwa. Lakini amekuja kipindi kizuri ambacho tuna wachezaji wengi ambao wanajitambua zaidi. Ukiwa na orodha wachezaji 9 ambao wanacheza nje kwenye kikosi, bahati mbaya kuna ambao wanacheza nafasi ambazo labda zinafanana, kwa maana wengi ni washambuliaji. Lakini sasa hivi kitu ambacho tunashukuru, wachezaji wa nafasi ya kiungo tumeona Ibidimao naye ametoka, ameenda. Lakini pia kwenye ulinzi tunaona tuna Banda, sasa hivi tuna Kesi. Kipindi cha nyuma tulikuwa tuna wachezaji wengi ambao wanacheza nje, lakini wote wanacheza eneo la mbele. Kwa hiyo timu ilikuwa inakosa balance. Kwa hiyo angalau sasa hivi timu inaanza kutengeneza balance. Ukitazama timu, maana balance ya kwamba katika wachezaji professional wanaocheza nje, kila eneo linaanza kupata wachezaji ambao wanacheza nje. Kwenye beki tuna Banda, tuna Kesi, katikati tuna Imidimao, lakini pembeni sasa hivi tuna Msuva na tuna Faridi na tuna Ulimwengu. Kwa hiyo tunaweza opt kutumia wawili, mmoja akaanzia nje. Lakini kwenye ushambuliaji tuna Samata, tuna Chilunda, lakini kuna Rashid Mandawa. Kwa hiyo mmoja anaweza akaanzia nje au wawili wakaanza. Kwa hiyo angalau timu kuanzia nyuma ina watu ambao wanapata experience kubwa huko wanakocheza. Kwa hiyo wanaweza wakashare uzoefu mkubwa na wenzao. Kocha mpya anapokuja, priority yake ya kwanza ni wachezaji wanaocheza nje, na utaona amewaita almost wote ambao wanacheza nje. Kwa kitu ambacho kinamsaidia, anaanza kutengeneza uti wa mgongo wa timu kutumia wachezaji wanacheza nje. Lakini kitu kizuri ambacho tunayo kwenye timu yetu sasa hivi ni kiwango bora cha Mbwana. Tumeona Mbwana kwenye mechi kama 9 zilizopita, 9-10 afunga mabao katika mechi 6-7 zilizopita afunga mabao 9. Kwa hiyo unaweza ukaona yupo kwenye kiwango bora, na si tu kwamba kafunga kwenye michuano ya kufuzu Europa League. Nadhani ndo kwenye ligi hizi za mabara inaweza ikawa na rank namba 2 duniani. Baada ya UEFA Champions League itafuata Europa, labda ndo hii African ndani CAF Champions League zitakuja huku chini. Lakini itatoka nyuma ya Liberato. Kwa hiyo unaweza ukaona ni yupo kwenye kiwango bora, na ni mtu ambaye Uganda inabidi wamwangalie. Bahati mbaya kipindi cha nyuma ambacho Samata alikuwa anakuja hapa, alikuwa kwenye klabu alikuwa na struggle. Kwenye timu ya taifa tulikuwa tunamuona. Lakini mimi kitu kingine ambacho kinanifurahisha, licha ya kwamba tumebadilisha kocha, lakini ukitazama Taifa Stars ilivyocheza kwenye mechi za mwisho za kirafiki dhidi ya Algeria ugenini, dhidi ya Congo DRC tulioshinda hapa, dhidi ya Algeria, utaona kwa mara ya kwanza tumeweza kufunga kule Algeria, lakini tulicheza mpira ambao ule uoga unaona umeenda unapungua. Yani imefikia stage Tanzania inaondoka kwenye ile hofu. Utakumbuka kipindi cha nyuma wachezaji walikuwa na vigugumizi sana vya miguu. Akimuona wakifanywa pressing unaona wanababaika. Lakini imeenda inaondoka. Lakini kitu cha mwisho, wasifu wa kocha. Amunike ni kocha ambaye ana wasifu mkubwa akiwa kama mchezaji. Ameshashinda AFCON, kacheza Barcelona, kashinda akiwa kama akacheza Everton, lakini akiwa kama kocha amefanya vizuri sana na timu za vijana za Nigeria. Kwa hiyo unaweza kaona hii inasaidia kwa sababu kwanza amepata fursa ya kuzisoma timu nyingi, lakini pili wasifu wake unawafanya wapinzani wetu nao wawe na uoga kujua kwamba wanakwenda kukutana na kocha ambaye anaweza kubadilika wakati wote wa mchezo. Wakati James wapinzani wa Uganda kwa maana ya Taifa Stars wakiwa wanapigwa na hofu kutokana na wasifu wa Emmanuel Amunike kama mchezaji akiwa ameshinda AFCON mwaka 94 akiwa na Nigeria. Lakini Watanzania wengi wanapigwa na hofu kutokana na takwimu ambazo zinaonyesha kama jinsi ambavyo ilivyo katika ile tunasema head to head kwa maana ya kukutana. Last 5 games inaonekana hakuna mchezo wote ambao tumeweza kushinda,
tukiambulia sare katika mchezo wa mwisho kama jinsi ambavyo umeweza kuzungumzia, lakini katika michezo mingine tukionekana tumeambulia vipigo. Kwa maana recently sisi head to head na Uganda ni kitu ambacho huenda kikawa kinaendelea kutubebesha hofu. Lakini hii huenda ikawa James, ni licha kwamba ni hofu kwa upande mwingine, lakini inaweza ikawa pia ni msaada, kwa maana wachezaji wanaweza wakawa wanakwenda pale wakiamini kabisa kwamba timu tunakwenda kukutana nayo statistically hatuko vizuri tukikutana nao. Kwa hiyo inabidi kuweza kuweka nguvu ya ziada ili kuweza kupata matokeo dhidi yao. Yep, na ndio kitu kikubwa ambacho wao wanajua, na naamini kabisa saizi wako aware na hicho. Wanaenda kukutana na timu bora, na timu bora siku zote, labda kwa level ya sisi huku, kuna tabia ya kumuandalate mtu. Ukianza kusoma zile codes, namna ambavyo wanaiongelea Taifa Stars, na hiyo hulka ya Kiafrika, wanaonekana kabisa wana nani. Sasa ukiwa surprise ndani ya pitch, kuna kitu huwa wanakuja wanabaa. Wakisha panic, ni kitu kizuri kwa nyinyi kuweza kutumia hiyo nafasi. Kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa naviona. Unajua Uganda wametuzidi, tunakubali ndio sana, lakini hawa watu ambao wamekuwa wakija kutoa hapa kwao ndio wanacheza kwenye level hizi ambazo wachezaji wetu wengi wanacheza. Yaani unazungumza kwamba Uganda yenye wachezaji ambao wanacheza PSL kule South Africa, inakuja kuonekana kwamba kwa Tanzania nako kuna baadhi ya nyota ambao wameanza kwenda kucheza kule. Uganda wamekuwa na muhimili wa kufanya vizuri, wakitumia hata wachezaji wanacheza Ethiopia wanafanya vizuri. Sudani wanafanya vizuri. Sudani sisi tuna wachezaji ambao sasa hizi Thomas anacheza, na moja kati ya watu ambao ukisema kwenye ligi ya Sudani anazungumzwa anafanya vizuri ni Thomas Ulimwengu kwenye timu yake. Na mchezo wa kwanza kabisa dhidi wakati anachezea Al Hilal alifunga goli. Al Hilal alishinda. Ukiangalia hicho kitu kinakuja kukupa picha kwamba kuna namna ambavyo hawa wachezaji, kwanza ukishakuwa umecheza nje tu ya kwako, kuna vitu vingi ambavyo unajifunza. Moja ni hii hali ya kuondoka kuishi kimazoea. Wachezaji wengi ambao wanacheza ligi ya ndani, mazoea yamekuwa ni makubwa sana. Hizo fears zimekuwa ni ndio zinawekwa mbele kuliko kwenda kuonesha uwezo. Lakini mindset nazo, unajua professionalize inakusaidia kupunguza makosa. Yaani level ya wewe kuwa aware inakuwa kubwa sana. Ukishakuwa na level kubwa ya kuwa aware, inakusaidia kupunguza makosa. Na ndio kilichokuwa kinatugharimu kwenye mchezo. Sisi tulikuwa tunafanya makosa mengi sana kwa sababu ya namna ambavyo tumezoea. Yaani mazoea yetu sisi hawa hapa tuna wananii tu sasa hivi. Sasa ukishatoka ukienda kwingine, wao unakutana na watu wengine, tabia na hulka zinakuwa tofauti. Mfano mtu kama Imid, yeye ametoka kucheza ligi ya Egypt. Imid sio mzuri sana kukaa sana na mpira, lakini uliona kwamba namna ambavyo ilikuwa inaenda akiwa na Azam, ilifikia kipindi na yeye anataka kufanya zaidi ya kile ambacho watu wanajua kwamba ni bora katika hiki. Lakini Imid wa saizi kama umeweza kuona, au kuna kipindi fulani baada ya kutoka alivyoenda Denmark kufanya trials, alivyoenda Bidvest, unamuona ni mtu ambaye ikija moja ameachia. Ndio mpira ambavyo unataka. Lakini sasa kuna wengine unakaa nao unasubiri. Ndio mazoea ya mpira wa kwetu, kwa sababu watu wengi hawaadhibiwi kutokana na makosa wanayofanya. Sasa ukicheza kwenye ligi ambazo zimeendelea, watu ambao wengi ni bora, kosa moja tu watu wanatumia kosa hilo kufanyaje? Kukuadhibu. Sasa ukishakuwa na namba kubwa ya watu wa namna hiyo, inamaanisha kuna kitu kinaongezeka kwa timu yako. Let's say muangalie mtu kama Banda. Alivyotoka Simba, alivyotoka Coast akaja Simba, afu then ameenda Baroka. Angalia namna ambavyo alivyokuwa akirudi, kuna vitu fulani hivi vinakuepo, unaona kabisa hivi. Sasa tushapata namba ya watu ambao wameongezeka katika hilo. Mimi naamini kabisa kwenye mchezo unapokaa kule 11 huko wako 11, nakiri Uganda ni bora, wana watu wengi ambao wameweza kufanya kitu, lakini still kuna daraja hapa. Kuna gap la kufanya watu wafurahishwe na hicho mnachokifanya, afu then mpate matokeo, kitu ambacho nyinyi hamjakizoea. Ndio kitu ambacho kinaenda kuwakuta hiyo kesho wale 11 ambao wanaenda kuanza. Lakini vile vile kuna shida ya kukutana na Tanzania ambayo watu wengi wanataka wanataka kuamka, kuna watu wanataka kupitia. Watu waliotoka huko nje, inamaanisha kuna watu wao huko wanafuatilia kuona kwamba amefanya nini katika wakati gani. Muangalie mtu kama Msuva, amecheza ile game tumecheza kule tukafungwa 4, alifunga goli. Alivyorejea hapa akaanza kwenye ule mchezo tu assist, na kama na sikosei, unadhani vile vitu vinaongeza nini kwenye timu yake anapokuepo? Ni vitu vikubwa mno. Ndio maana unakuta nimemsikia hata kocha wa Yanga Mwinyi alikuwa anazungumzia umuhimu wa timu ya taifa na namna ambavyo labda kwao Kongo wao wamekuwa wakiitumia
ile platform, wachezaji wao wengi wamekuwa wakigombana, sometimes mpaka inafikia kipindi yani inasemekana huyu ametoa, ilitokea South Africa kipindi fulani hivi Mashaba wakati kocha. Ilikuwa inasemekana kwamba mawakala ambao wana muendo yeye, wanamnani yeye, ndio walikuwa wanamuinfluence aite wachezaji wao kwa sababu za kibiashara. Kwa sababu mtu nje ukimuuliza na mchezaji anatoka anakuuliza ana caps ngapi za national team. Kwa level ya timu kama Tanzania ukisema wewe una mchezaji bora alafu then ana caps kwenye national team, yanakuwa tu ni maswali mengi ambayo yapo. Kwa hiyo ile ndio level ya wao kuitumia, na tayari mimi naamini kabisa wengi wanatamani kufanya kile kitu. Yani hivi vinavyoendelea social media, watu wamekutana na kina Ahmed Musa on transit huko na change ndege hivi, Simon yuko pale na wachezaji wa Nigeria kama 4-5 hivi. Popa anachokifanya kile, tunaona watu wanamlilia, wanatamani kupiga naye selfie. Sio kila mtu ana wivu wa maendeleo. Kila mtu anataka kuimbwa. Wote hawa wanaangalia mpira huu ambao umeendelea. Wote wanaona namna Messi, Ronaldo wamekuwa treated watu wengine. Sasa wanaona kumbe inawezekana. Kuna Mtanzania, kuna mtu kabisa amekaa analia, anatamani kuiona kupewa jezi na huyu mtu. Even hug tu mtu amkumbatie. Nilikuwa naongea na Nyanda, afisa masoko wa shirikisho. Alienda Belgium akawa invited na Samata kwenye mechi moja. Sehemu aliyokuepo yeye, alivyokuwa anashangilia baada mpira kuisha, Popa alitoka akaja pale. Alivyokuja wale wazungu, we unajuana na yule kweli yule jamani nani? Sasa vile vitu vile vinavyoendelea sasa, mtu anahisi kabisa kumbe inawezekana. Unajua sisi tunaishi maisha ya kimazoea huko. Yani mchezaji wa Simba tu ni kawaida. Yani nikitoka pale kuna mwanangu mmoja tutakutana maeneo ya Twiga huko Temeke, tumezunguka kawaida. Haya maisha gani? Sasa profession namna ambavyo wanaendo na vitu hivi. Kwa hiyo mimi naamini kwenye timu ya taifa kuna kiu ya watu kufika kule. Watu wengi wanatamani kufikia kule walikokuwa wafikia. Wamepata mwalimu sahihi ambaye yeye asha achieve kwa level kubwa. Kwa hiyo ile kiu wanataka kwenda kuihamishia kwenye pitch. Mnaenda sasa kupambana na watu ambao na wenyewe wanataka kutumia hiyo platform, lakini kuna kizingiti. Mimi naamini kabisa Uganda kuna kizingiti. Namna ambavyo Destiny anataka timu yake icheze na wapate matokeo, mpaka leo ujue bado watu hawajafurahishwa na namna, kwa sababu michezo ya kirafiki wamekuwa hawapati matokeo, wamekuwa wanani hivi, lakini wana squad ambayo ile watu wanawaambia hii ndio Micho alifanikiwa na hii timu. James, tuangalie takwimu za michezo ambayo tayari Tanzania na Uganda wamekwisha kutana katika mashindano tofauti, na hii tukijaribu kuangalia kwa michezo mitano ya mwisho ambayo iliweza kumalizika, wa mwisho kabisa ikiwa ni sare ya bao 1-1, lakini kabla hapo tuliweza kupoteza kwa mabao 3-0, na pia mchezo wa nyuma yake tuliweza kupata sare ya bao 2-2. Matokeo mengine ni Uganda kushinda 3-1 dhidi ya Tanzania tarehe 27 mwaka 2013, na mchezo mwingine ulikuwa ni Tanzania kuweza kupoteza 1-0 hapa katika ardhi ya nyumbani mnamo Julai 14 mwaka 2013. Hizi ni takwimu za michezo mitano ya mwisho, sare 2 pekee, ambao ndo michezo ambao kama ni kutafuta alama basi tumewini alama 2 katika michezo mitano ambao tumewahi kukutana nao, lakini the rest tumeweza kupoteza. Na mchezo ambao tulipoteza kwa goli chache kabisa ni 1-0 kwa mwaka 2013. Lakini ukiangalia mwaka 2015 mechi ya mwisho ambayo tunacheza na Uganda, Mbwana Samata alikuwa anacheza TP Mazembe. Thomas Ulimwengu alikuwa anacheza TP Mazembe. Abdi Banda alikuwa anacheza Simba. Imedi Mao alikuwa anacheza Azam. Simon Msuva alikuwa anacheza Yanga. Na alikuwa timu ya taifa hapati nafasi mara nyingi. Japokuwa yuko Bando alifunga kule Uganda kwenye hiyo sare. Ukitazama Faridi Musa ndo kwanza alikuwa anaibukia 2015 ndo akapata chance ya kung'ara kwenye Kagame. Yani baada ya mechi michuano iliyofuata ndo Faridi akashaini kwenye Kagame. 2015 Shabani Idi anacheza timu ya vijana ya Azam, bado mdogo sana. 2015 Rashidi Mandawa anacheza Mwadui kama sijakosea, hata Mtibwa Sugar hajaenda, sio BDF. Kwa hiyo unaweza ukaona tangu 2015 mpaka sasa hivi mambo mangapi ambayo yametokea. Ukiweza ukianalyze unaweza kuona tofauti kubwa ambayo imetokea. Lakini wao kwenye miaka mitatu wamechange. Kama nakumbuka hiyo mechi Faruk alikuwa anacheza Vipers kabla hajapelekwa kwa mkopo. League katoka, saizi anacheza Giroka ya Croatia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata wao
kuna hatua amepiga, lakini najaribu kuanalyze hizo trend ambao tulikuwa kwa sisi. Sisi tulikuwa nyuma sana, at least tumesogea. Lakini wao ukiangalia tangu 2015 KCCA ambayo ni timu ya ndani inayotoa wachezaji wengi kwenye timu ya taifa imecheza hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika, ikapata alama 9, ilibakisha kidogo tu iende kwenye hatua ya robo finali. KCCA mwaka umefuata, ambayo mwaka huu wameenda hatua ya makundi ya klabu bingwa Afrika, ligi ya mabingwa Afrika. Wamepata alama 7 kama sijakosea, na mechi yao ya mwisho alama 6. Wamefungwa 4-3 na Al Ahly ugenini. Ni timu ambayo imeimarika sana, na ndio timu ambayo inatoa wachezaji wengi kwenye ligi ya ndani. Na tofauti nyingine kubwa ambayo naiona, kiwango cha userious cha wachezaji na upambanaji cha wachezaji wa ndani wa ligi ya Uganda na wachezaji wa ndani wa ligi ya Tanzania kinatofautiana. Wachezaji wa KCCA wengi ni almost karibu wote ni loko. Yes, ni wachezaji roko. Kwenye kile kikosi kuna wachezaji wageni wa mmoja au wawili, lakini sio watu ambao backbone ya team Mike Mutebi ndio anawategemea. Alafu then kuna kitu kizuri hapo alipoongea Gift kuhusu KCCA. KCCA hakuna star. Ndio kitu ambacho kiko. Hawa wakina Sentongo walirudi, huyu nani alikuwepo, Brian Majwega alirudi KCCA. KCCA amecheza Nsibambi walikuwepo pale, wakina Mohamed Shabani ametoka Unduparaka, ameenda kucheza AFCON akiwa mchezaji wa ndani. Yaani msimu wake wa kwanza tu Kashain Micho akaenda naye AFCON. Alivyorudi pale akaanza matatizo, ameenda Super Sport, amerudi hivi wakamchukua. Akaja kujikuta ni mkubwa kuliko club. Kilichomkuta ilibidi yeye mwenyewe aombe radhi. Kwa sababu Mike anamtoa mchezaji hata ana miaka 16 na anampa game ya CAF Champions dhidi ya Al Hilal na anacheza na anaperform. Yaani yeye anakuambia kwenye kikosi changu mimi hakuna. Kwa saizi kuna mtu kama Luaga amekuja kwenye hichi kikosi cha national team saizi. Yuko Sadam Juma wenyewe anamuita Nature, ametoka Express kiungo wa chini. Yupo wako kama takriban wachezaji 4 ndio wengi ambao wanatokea mle ndani. Lakini base ya ile timu inavyojengwa, mimi namsifu zaidi coach. Ni mtu ambaye amekuwa kina nini, na uzuri ni kwamba wachezaji washajua. KCCA ni kama daraja. Tunapozungumza Nsibambi kapita saizi anacheza Smaua Misri. Tunapozungumza hapo Mohamed Shaban juzi katoka kusainiwa kwenye club moja huko Morocco, ni Rabat nadhani, FUS Rabat. Baada ya kuwa na matatizo sana na KCCA wameamua kumuuza. Kwa hiyo kuna wengi wanapita pale wanatengenezwa kwa hivyo. Kwa hiyo sisi kwa ndani tuna watu tunaamini kabisa wanatengenezwa kama ilivyo kwao, lakini wao wana level fulani hivi ya nani wamepitia, imeendelea kuwakomaza zaidi. Sasa ilipotoka kwamba tunatoka, Mike anacheza aina ya mpira ambao Micho alikuwa ana emphasize nchi nzima icheze. Kwa sababu Micho aliacha setup. Micho alikuwa anakutana na walimu wa timu zote. Mimi ninacho demand ni hichi. Nataka tuishi hivi. Na James Micho kwa kipindi ambacho amekuwa kocha wa national team alitumia wachezaji zaidi ya 80 kwenye kikosi. Alikuwa anabadilisha kila wakati. Na squad anavyoita Micho, kikosi cha timu ya taifa kinaitwa hata na watu 50. Kwa ndani anaita wachezaji labda tuseme 30. Alafu wanaanza kufanya zile regional friend match. Wanapita kwenye labda hapa saizi tunaita timu ya taifa, afu Mbeya kuna timu mbili labda Mbeya City na Prisons. Wanaenda kucheza. Ndio wanachujwa hivyo. Alafu then wanakuja kukutana na wale pro 20. Mara nyingi wanakuwa 19-20. Wakiwa pale ndani tena wanaendelea kufanya mazoezi wakiwa 30, anachuja anapata claim ya watu 23. Hapo ni jitihada zako na uwezo wako. Haijalishi kwamba wewe unacheza timu gani. Na ndio wengi wametokea hapo. Hao kina Mohamed Shabani alikuwa anacheza Unduparaka, lakini ameenda AFCON akiwa na timu ya taifa ya ndani akiwa hivyo. Wao kina Wadada alikuwa anacheza Vipers, lakini alikuwa anaenda na anapata nafasi kwa sababu AFCON 2018 Uganda mchezaji ambaye alikuwa anatoka home base peke yake alikuwa anavaa ile katika watu 11. Alikuwa ni peke yake. Yeye ndo anacheza upande ule wa kulia, huko anacheza Ochaya, katikati kuna watu wengine ambao wote ni Juko alikuja kucheza baada ya Juko alikuja kucheza baada ya suspension, lakini Juko atoki Uganda, anacheza Simba. Anatokea Tanzania. Kwa hiyo unaona kwamba ilikuwa ni discipline watu ambao sasa ule mfumo Desbury amekuja aendi na ule mfumo, si mtu ambaye anaenda kuwasikiliza tena makocha kwamba mimi nina hiki nataka wote tu apply, nataka wote tuishi hivi. Yeye amesema kwamba mimi nitafanya recruitment kwa wachezaji hao waliokuwa bora, nikija huku mimi nitaimplement kile ambacho nakitaka. Kwamba mimi nimewakuta nyinyi mpo kwenye level kubwa ya mafanikio, lakini ninachotaka tupate haya mafanikio lakini tunacheza
good football, tuna display kitu ambacho watu wakiangalia wanafurahishwa nacho. Yeye anasema mimi si enjoy aina ya mchezo ambao mnacheza. Sasa wao hawataki, wanamwambia sisi tunataka matokeo, hayo mengine yabaki. Sasa timu nyingi zimekuwa zikicheza hivyo, ndio maana umeona Uganda Power ndio kitu ambacho kiko more physique, watu wanacheza hivyo. Yani ukiwaangalia hivi mara nyingi hata kukufurahisha sio sana, ila matokeo ubao pale unabadilika. Magoli yao sio smooth, ni tuna fight, tunapata mabao. Yes. Na ukizungumzia wachezaji ambao wanacheza nje ya Uganda au pia ambao wanacheza hapa kwetu kwa maana ya ligi ya Tanzania bara, akiwemo Nicolas Wadada ambaye anacheza Azam FC, lakini pia kuna Emmanuel Arnold Okwi ambaye anacheza Simba msimu uliopita kwa mfungaji bora wa ligi, wana performance nzuri sana na Simba Sports Club. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda kikosi cha timu ya taifa ya Uganda The Cranes ambao tunakwenda kukutana na, huku takwimu za jumla zikionyesha kwamba katika michezo 53 ambao tumewahi kukutana, Tanzania imewahi kushinda michezo 10 pekee, huku Uganda ikishinda 29 pamoja na sare 14. Inaweza ikakujengea picha na taswira ya namna gani ambavyo michezo ya Tanzania na Uganda ilivyo ama jinsi ambavyo huwa inakuwa. Hiyo ni discussion ama mjadala wa mchezo huo wa kimataifa kufuzu kutafuta tiketi ya michuano ya mataifa Afrika mwakani mwaka 2019 kule Cameroon, tukiwa kwa kundi L katika nafasi ya 3 tukiwa na pointi 1 sambamba na Lesotho. Uganda wao ni vinara wa kundi hilo wakiwa na alama 3 baada ya kuweza kufunga Cape Verde katika mchezo wa kwanza kabisa, na Cape Verde wao katika nafasi ya mwisho wakiwa hawana alama yoyote ile baada ya kupoteza dhidi ya Uganda The Cranes. Na tuondoke sasa katika mjadala huo, lakini kidogo tugusie na mfungaji aliyowapa alama 3 hiyo mechi hayupo tena timu ya taifa, watu washamsahau. Geoffrey Serenkuma kipindi hicho alikuwa anacheza KCCA, akatoka kaenda Buildcom ya Zambia, na maisha yenyewe timu ya taifa yakawa yamepotea tena. Alivyotoka hapo, hizo alama 3 ndio aliyewapa kule Cape Verde. Goli 1 bila walioshinda, alifunga. Hiyo inaonyesha kwamba hakuna pool kubwa ya kuchambua kwao, ya kuweza kupambana kwako ndio unaweza kujipatia nafasi ya kucheza timu ya taifa. Lakini tukiwa atuondoke sana, kwa sababu tunachokwenda kukidiscuss hivi sasa nacho pia ndani yake kitakuwa na huo mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana ya mchezo wa kirafiki kati ya Simba Sports Club dhidi ya AFC Leopards ya Kenya, mchezo ambao utakwenda kuchezwa uwanja wa taifa Dar es Salaam. Lakini kabla ya mchezo huo kutakuwa kuna public viewing ama mchezo utaonekana wazi katika big screen ile uwanja wa taifa pale Dar es Salaam. Ili nalo linaweza likawa na utamu wake, kwa maana ya kuwasogeza Watanzania karibu, kuweza kuwa karibu zaidi, ingawaje sauti zao hazitasikika, lakini watakuwa wanajua kinachoendelea pale Nambole. Unaangalia mpira kwenye mazingira ya kimpira ndani ya uwanja, alafu baada ya hapo ni burudani nyingine tena ambao utakuwa unashuhudia kwenye nyasi za kijani. Yani ni safi sana. Unajua huu ni ubunifu ambao wakati mwingine lazima tuupongeze. Unapoweza kuwapata watu wengi wakaangalia mechi kwenye eneo moja, kwanza inaongeza ule uzalendo, lakini pia inaonyesha kwamba sisi tunapiga hatua. Sio mbaya, kila mtu angeweza kuangalizia nyumbani, lakini ukipata chance ya kwenda kuangalia uwanja wa taifa, big screen ya uwanja wa taifa, unapata burudani. Lakini pia wakati huo mechi ya timu ya taifa ikiisha, unaangalia mechi nyingine ya kirafiki hapo hapo. Kwa hiyo unapata vitu viwili kwa wakati mmoja, lakini mnakutana na Tanzania wengi na kuweza kubadilishana mawazo na kuona timu yenu ambacho inaweza kukifanya kwa wakati huu nini. Na kama inatokea timu ya taifa ipata chance ya kushinda, itakuwa ni furaha kubwa zaidi, na hata mechi itakayofuata itakuwa ni kubwa zaidi, na utafahamu kwamba ni mechi ya kirafiki ya kimataifa kati kwa hiyo kuna utaifa kwenye timu ya taifa, utaifa kwenye mechi ya kirafiki ya kimataifa, kwa maana ya kwamba bato ya Tanzania na Kenya. Kwa hiyo tuna bato mbili, bato na Uganda, bato na Kenya ndani ya siku moja na kwenye uwanja mmoja, kwa maana ya kwamba unatazama baadaye kwenye screen, baadaye unatazama ladha uwanjani. Tuzungumzie mechi yenyewe, naitazama ni mechi nzuri, na Leopards walikuwa na kiu kubwa sana ya kucheza na Simba. Walituma maombi mapema kabisa kwenye Simba Day. Bahati mbaya au bahati nzuri ni kama unajua kuna wakati James Kotoko nao walituma maombi. Yani ni sawa na kwamba unawaza
kupata mchumba kwenye nyumba ya jirani. Lakini kumbe jirani yako anamtafutia mtoto wake mchumba Marekani. Ndio ilichotokea na Simba. FC Leopards sio wachumba walikuja wawili hapo tu wakaangalia leo. FC Leopards walikuwa wanatamani kucheza na Simba. Lakini Simba ilikuwa inawaza kutoka nje ya Afrika Mashariki ipate mpinzani ambaye mwenye nguvu zaidi wa kucheza naye kwenye Simba Day. Kwa hiyo ndio walipotofautiana. Wao Simba walikuwa hawawazi tena level za FC Leopards. Lakini wakamwambia kwa sababu mmeonyesha mnania kufanya kitu na sisi, tutatafuta wakati mwingine tucheze, na wakati mwingine ndio umepatikana. Walikutana kwenye Simba Day miaka miwili nyuma, 2016 nadhani. Walikutana kwenye Simba Day. Nadhani walifurahishwa na yale mazingira, walikuwa na vitu vya kutaka kujifunza. Lakini unaitazama Leopards kama sasa hivi ambayo ni timu bado ina struggle, yani haijaa kwenye kiwango bora, na utaona juzi Gor Mahia wametangazia ubingwa kwao kwenye Mashemeji Derby. Sio kitu cha kulikuwa na mabadiliko makubwa. Ule mchezo si kwamba tayari walikuwa wanaingia pale, walikuwa tayari walikuwa wanahitaji alama moja. Walikuwa wanahitaji alama moja. Walikuwa wanahitaji alama moja dhidi yao. Yani walikuwa wanahitaji alama moja watangaze ubingwa, lakini form tayari ilikuwa ni nzuri sana kwa goal. Lakini Leopards nayo ilikuwa imebadilika. Yani lazima usifu jitihada za mwalimu Zapata, kocha ambaye ana mkataba wa muda mfupi, lakini alikuja akajaribu kushape baadhi ya vitu kwenye kikosi. Mpaka wanaingia pale ni miongoni mwa michezo ambayo Leopards aliweza kujitutumua sana huko nyuma mpaka anakuja ile Agosti 25 wakang'oa viti pale. Wakaja walifungwa bao ambao wanaamini sio sahihi. Wakafanya sana vurugu pale na nini, lakini baada ya hapo tena mechi iliyofuata wakapoteza. Kwa hiyo unaona ile fomu yao ilibadilika, lakini wanajaribu kutaka kurejea. Wanajaribu kutaka kuifanya ile timu yao ije kuwa na nguvu kwa kiasi fulani. Unajua hizi ni timu mbili ambazo ni kubwa Kenya, lakini baadaye zilikuja zikaanguka. Goal nao wakafanya sana jitihada, wakarudi kwenye njia zao, wakadominate ile soka. Miaka mitatu ya hapa karibuni Goal au minne wamekuwa ni watu ambao wamelishika tena. Alivunja hapa katikati lakini naye akarudi tena. Sasa anachokihitaji Leopards ni kurudisha na yeye nguvu yake aliyokuwa nayo enzi hizo za nyuma. Ndio anataka kwenda kufanya. Sana fanyaje? Lazima amejaribu kwenye masuala ya ufundi pale, amejaribu kwa wachezaji kutoka mbalimbali, ndio tuliwaonaga sehemu mbalimbali, tuliwaonaga wakina Katerega walikuwepo pale kwenye level ya ufundi, tuliwaona wakina Stewart Hall walikuwepo pale, lakini ukija ukiangalia hawakuweza kufikia pale ambapo walikuwa wanataka. Sasa Zapata amekuja, kuna kitu fulani kinaonekana kuwa na mwanga kwao, wanajaribu kuja sasa kujifunza ama kutoka kupata michezo migumu yenye tija. Kwa mfano wa timu kama Simba inakuwa ni kitu kizuri na kikubwa kwao, kwa sababu Simba ni moja kati ya timu ambazo ni bora. Ukiziangalia kwenye ligi ya Tanzania wao ni mabingwa, kwa hiyo bora ndani ya ukanda wa Tanzania, lakini ukianza kukompea na baadhi ya timu nyingi sana kwenye huu ukanda unaikuta yenyewe ikiwa hivyo bora, kwa maana ya kwamba bench la ufundi lilojitosheleza, kwa sababu profile ya mwalimu OCM ni kubwa. Lakini ukitoka hapo pia wachezaji wale waliokuwa nao mle, wana wachezaji best katika level mbalimbali. Wameweza kumtoa Medi ambaye alijitengenezea nani yake kule Kenya, ndio sio top scorer kama hivyo, kwa sababu tunazungumza msimu uliopita alikuwa Choka ndio top scorer, lakini yeye alikuwepo pale kwenye ile ligi. Lakini anachofanya Medi Kenya ni kikubwa, na ndio maana hata goal walikuwa wanahitaji bado na hata hawa Leopards kama wangekuwa wana nguvu basi wangetaka kumvuta aje kwao. Lakini kaamua kuacha soka la Kenya kaja hapa, inamaanisha Simba kuna kitu bora zaidi ya kile kilichokuwepo kule. Ukitoka hapo ukiangalia tena kwa level ya watu kama kina Emmanuel Okwi waliokuwepo kwenye kikosi, ukiangalia na wachezaji wengine bora wa Tanzania hapa ndani, unapata picha kwamba nikienda kucheza na Simba kuna kitu ambacho nitaenda kuwa nimepata zaidi kwa timu yangu. Kwenye hii international break ni kitu kizuri. Simba anapata mechi nzuri pia, kwa sababu ni timu ambayo imekaa camp kwa muda mrefu, imecheza michezo miwili ya ligi, imeweza kufanya vilivyo bora, lakini still bado kuna watu wanahitaji zaidi na zaidi. Lakini Simba hii inafanya pia maandalizi ya kwenda kucheza CAF Champions, ambayo kwa ratiba ni kwamba imebadilika, sio kama ile ambayo tumekuwa tukizoea kwamba inachelewa kuanza mwakani mwezi wa 3, imerejeshwa Disemba. Kwa hiyo kwenye mpira unaweza kaona hapa ni gap kubwa, lakini kwa kuwa unacheza local league ndani domestic hii, unatakiwa pia upate nafasi ya kucheza michezo ambayo itakujenga kwa huko nje. Kwa hiyo Simba ana kiu ya kutaka kufanya vizuri huko baadaye, lakini Leopards yeye anataka kuitengeneza timu yake ambayo ilionekana kuyumba. Kwa hiyo ni mechi nzuri, mechi ya kutazama, weekend ambayo inakupa fursa ya kuona huku kwanza ukiangalia mashujaa wako,
wa Tanzania wakicheza pale na Mbole, lakini baada ya muda unaenda kuwaona tena Simba. Kwa mashabiki wa Simba watakuwa wanafurahia hivyo, lakini kwa mpenzi wa football pia atapenda kuona, kwa sababu hizi timu mara nyingi zikija hapa ndio zinakuja kutuletea hata wachezaji wengine ambao baadaye mnawashabikia hapa. Kwa sababu tuliona kuna watu wametoka Leopards walikujaga Simba, tumeonaga hizi timu ambazo zimekuja hapa. Kwenye Simba Day ilikuja Asante Kotoko hapa, ilikuwa na rasta mmoja amekuwa maarufu, watu wanatamani kumuona tena hapa. Kwa hiyo ndio hivyo, yani ndio sehemu ya kusemea. Kuna watu wanaangalia, Yanga wametoka wameenda kucheza na Rayon Sport kule, kuna mchezaji hapa amecheza mechi zote zilizokuwa wanacheza hapa za Kagame hawajamuona kama mchezaji. Wameenda kucheza mechi moja kule tayari, yani picha nyingi, headlines kwenye magazeti. Alafu yule beki unajua hapa amefunga karibia magoli 2 au 3. Yule beki wa Rayon wakati. Lakini walivyoenda Rwanda wampata fursa ya kumuona na hivyo. Kwa hiyo hata hii inaweza katuletea watu ambao baadaye watakuja kuwa ni taswira zinazoitangaza ligi yetu. Macha ya Simba inacheza sasa ikiwa na wachezaji wake wote ukiacha kimataifa. Kwa maana mtu kama Emmanuel Okwi yuko Uganda, lakini baada ya Aishi Manula ambaye pia yumo katika, ndio nasema wachezaji wake wote wale wa ndani ukiacha Aishi Manula ambaye yeye ndio yumo katika timu ya taifa. Hii inaweza kuwasaidia vipi kuelekea kwanza kimataifa kama alivyozungumza James, lakini pia mchezo unaofuata dhidi ya Ndanda ambao itawawia kusafiri kwa mara ya kwanza katika ligi ya msimu huu kutoka nje ya Dar es Salaam kucheza dhidi ya Wanakuchele. Kitu cha kwanza ambacho target kubwa ya mechi za kirafiki ni kuongeza utimamu wa mwili kwa wachezaji, lakini kuwafanya wasipoe kwa maana wakati wa break, lakini pia kuongeza upana wa kikosi kwa kutumia wachezaji wengi ambao walikuwa hawapati nafasi. Na timu nyingi zinakubaliana wakati mwingine wakati wa mapumziko watu wanaweza wakabadilisha kikosi chote wakaweka kikosi kingine kwa maana ya kuongeza ule upana wa kikosi. Lakini kwangu na Simba kama alivyosema James, ni mechi nzuri ya kuwasaidia kujiandaa na mechi za kimataifa, lakini pia ni fursa nzuri kwa wachezaji ambao wanapata nafasi lakini sio kwenye kikosi cha kwanza kuendelea kuprove kwamba kuna kitu cha ziada ambacho wanacho ili waongeze ushindani kwenye timu. Pengine itawasaidia kuwaongezea dakika wanazopata za kucheza, lakini pia kuaminika kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Ila pia kitu kingine, emergency zinatokea kwenye timu. Kocha anaangalia kwamba ikitokea mtu ameumia, kuna mchezaji gani ambaye yuko standby, yuko tayari kuweza kucheza. Hicho ni kitu kingine ambacho anakiangalia. Utaona Shomari Kapombe mfano aliumia kwenye mechi ya Simba Day ilikuwa. Kuna mtu gani ambaye yuko standby wa kuweza kucheza wa moto? Kwa maana sio mtu ambaye anaenda kustruggle. Ni vitu ambavyo unavitengeneza kwenye hizi mechi za kirafiki. Lakini pia kwa wachezaji, James amezungumzia wachezaji wa FC Leopards kujitangaza kwa maana ya kuja kusajiliwa. Lakini wachezaji wa Simba pia ni fursa ya kwao kuonekana, kwa sababu moja ya maeneo ambayo kuna wakala mzuri wa wachezaji kwa sasa hivi kwa Afrika Mashariki ni Kenya. Kenya kuna watu wengi ambao wana link na watu, na ndio maana unaona sasa hivi inakuwa ni rahisi kwa wachezaji kutoka Kenya kwenda Afrika Kusini, kwa sababu kuna au Ulaya Magharibi. Wachezaji wengi, kuna watu wengi ambao wana walink wa wachezaji. Kwa hiyo hii ni fursa kwao kuweza kuwaona, na mimi nimekuwa shahidi mzuri. Marafiki zangu wa Kenya wengi wamekuwa wakihitaji mawasiliano. Huyu Kichui anaweza namba zake unazo, nataka nimlink na timu, kuna timu ambayo inamtaka, yuko tayari, nani anamsimamia? Wanauliza sana watu wa Kenya kwa sababu wanawatoa wachezaji wao. Na wao sasa hivi utaona Kenya ni kwa Afrika Mashariki nadhani ndio wanaongoza kwa kupeleka wachezaji wao nje. Timu yao ya taifa ina wachezaji wengi wanaocheza nje sasa hivi ukilinganisha hata na Uganda, kwa maana kwamba wanawapeleka nje ya Afrika Mashariki. Nje ya Afrika Mashariki. Ukizungumza mchezaji wa Kenya ukimwambia Yanga anamhitaji, anakuambia sitaki Yanga. Huyu nataka Januari nimpeleke Ulaya Magharibi. Akitoka huko najua Ulaya Magharibi, Ulaya Mashariki. Akitoka huko najua atapenya ataenda. Na utaona wachezaji wengi ambao walikuwa wanahitajika wamekwenda. Kwa hiyo mechi kama hizi zina umuhimu wake. Matokeo ni mazuri kwa maana ya kwamba kwa sekta ya morali, kwamba kwenye timu inaisaidia kuiboost kwenye morali kwamba tumeshinda, kwa hiyo tuendelee na ile ari ya ushindi. Lakini kiufundi makocha wanatazama vitu vingi sana kwenye eneo la ufundi, na ndio maana hata baada ya mechi au kabla ya mechi kuzungumza na kocha atakwambia mimi sija focus sana kwenye matokeo. Na hata Simba utaona kwenye mechi za kirafiki, mechi dhidi ya Kotoko walipata sare, wakaenda na Mungo,
wakapata suluhu, wakaja kupata matokeo ya kusuasua na Arusha United pale Arusha. Lakini kocha siku zote alisisitiza tutakwenda kufanya vizuri kwenye ngao ya hisani, tutaanza ligi vizuri kwa sababu vitu ninavyovitafuta kwenye hizi mechi sio hayo matokeo ya mwisho. Na tumeona Simba moto wake kuanzia kwenye ngao ya hisani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwetu sisi tuitazame mechi kwa mrengo, lakini mashabiki pia nao wajitahidi kujua tofauti ya hizi mechi za kirafiki na mechi za mashindano. Huo ni mchezo wa kirafiki kati ya Simba Sports Club dhidi ya AFC Leopards kutoka Kenya, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Na nikwambie tu kwamba burudani zote hizo mbili unazipata ukiwa na kingamuzi kimoja tu cha Azam TV. Mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania licha kwamba unaonyesha kwenye big screen pale, lakini pia utakuwa unaonekana kupitia ZBC2 ndani ya kingamuzi cha Azam TV, lakini pia mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya AFC Leopards ndani ya Azam Sports 2 ambao unaangalia hivi sasa hapa kipindi cha Viwanjani. Kwa hiyo burudani mbili zote katika kingamuzi kimoja, wala hauhitaji ni remote yako tu, na ikiwezekana unakuwa siku hiyo unaitenga kabisa, inakuwa ni siku ya kisoka. Michezo ya kirafiki bado inaendelea, na Yanga nao pia mabingwa wa kihistoria wa Tanzania bara wana mchezo wa kirafiki dhidi ya African Lyon siku ya Jumapili. Na ni mchezo ambao pengine Yanga pia watakuwa wanautumia kwa ajili ya kwenda kuangalia wachezaji wake ambao wanao na hawajaenda katika timu za taifa, kwa maana ya wachezaji wa ndani ambao wapo hawajaitwa kwenye timu za taifa, lakini pia wachezaji wake ambao wamekuwa hawapati nafasi katika kikosi cha kwanza. James Sama. Lengo ni lile. Mara nyingi michezo kama hii, kama sisi huku hatuna reserve team. Reserve team ina wale wachezaji ambao wamestaki muda mrefu, lakini vile vile kuna wachezaji ambao wanatoka kwenye injury ya muda mrefu pia. Huwa wanazitumia hizo mechi kwa ajili ya recovery ili kuingia kwenye 18 wale ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo fursa nzuri ni kucheza michezo namna hii. Kwa Lyon itakuwa ni kitu kizuri kwa mwalimu yule ambaye yeye ashacheza michezo mitatu ya ligi, lakini bado hajakumbana na ile joto la kukutana na timu ambazo ni bora. Mimi nasema hivyo kwamba amekutana na watu ambao ni level fulani hivi ya chini, licha kwamba alikuja kukutana na joto fulani la Kagera, lakini Kagera nayo iko katika nafasi ya kustruggle kurudi kwenye njia zake. Kwa hiyo kucheza na Yanga kwake itakuwa na maana kubwa zaidi ya yeye kuangalia nini ambacho alifunza. Lakini pia Yanga hii ya Zaera ilikuwa kuna maeneo bado ina struggle. Imecheza mchezo ndio imeshinda, tuliona wakarudi, lakini bado kuna sehemu bado hawajaweza. Kuna shida moja kwenye mfumo ambao wamekuwa wakicheza watu 4 3 watu sahihi wa kwenda kukupa kwenye ile mifumo. Mimi bado kwangu kwa jicho langu yule Abdalla Shahib kucheza kama holding kwenye ile mifumo mara nyingi inakuwa ni kitu ambacho nakata. Sasa mwalimu inawezekana anataka zaidi safeness kwenye michezo, kwa namna ambavyo anaangalia mazoezini. Akija kwenye michezo labda inakataa. Kwa hiyo anapopata hivi ndio anapata uchaguzi, ni mchague nani aende akacheze kwa hiyo kwenye namna kama hizo. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Naona alianza kujaribiwa katika ule mchezo wa kumwaga Nadir Harub. Alianza kule Morogoro, lakini uliona namna ambavyo alikuwa anafyeka, sababu akarudi kaja kacheza kwenye ligi. Unaona yani kuna muda mwingine inamlazimu hata kupata majeraha ambayo si lazima, kutokana tu na type yake ya kucheza. Kwa hiyo ukimweka karibu, unajua kwenye mpira ukigawa uwanja mara 3, ukimweka mtu kwenye holding area inamaanisha anatakiwa kuoffer jukumu lake la kwanza kuhakikisha 4 na 5 wanakuwa safe, lakini unaangalia na upande wa kushoto kwako kwa uwanja eneo la huku. Namba 5 wako mtu ambaye anavunjika huku sana kukabia huku. Kwa hiyo kitu kinachokuja kingine, timu inapotoka wewe lazima uongezeke. Hauwezekani tu mimi holding labda waenzi hizo, yani mimi nimecheza tu hapa. Timu inatoka kule pap, uwezi kwenda kuongezeka. Sasa si mzuri, footwork yake sio nzuri, ni mzuri kwenye aerial. Angekuwa anacheza center ni vizuri, lakini mwalimu yeye kuna kitu anakiona kwake. Kwa hiyo michezo inaonekana hivyo. Sasa akiendelea hivi inamaanisha kwenye mchezo huku, unajua mtu anavyoumia unapata mbadala. Kama ilivyotokea mechi ya Mtibwa, wenyewe walikiri timu ilicheza baada ya Ibra kuingia kwenye mfumo ule. Kwa hiyo inamaanisha Ibra alikuja kuongeza kwa push zaidi Mtibwa kwenye eneo lao kuliko kuendelea kukaa na Ninja ambaye alikuwa anafanya Yanga iwe na idadi ndogo ya watu kwenye eneo la kufanyaje, la kushambulia, kwa sababu ni mzuri zaidi kwenye kudefense. Kwa hiyo michezo kama hii atakuja kuvumbuka mwingine. Hii ndio michezo ambayo Maka Edward labda alimaliza msimu vizuri akicheza mechi nyingi, lakini hajaonekana kwenye prison na mechi hizi. Ni kijana mdogo, mwalimu akaona leo ni gambo, Maka kaenda akafanya vitu vikubwa sana pale, akaja akapata nafasi. Na hapa ndipo ambapo wanavumbukia watu. Mtu kama Mateo Anton alikuwa na wakati mzuri hivi wakati anamaliza ligi mpaka anakuja kucheza baadhi ya michezo, lakini akarudi tena kwenye injury, anakuja michezo kama hii ni mizuri. Lyon kwa faida yake tumeiona, wanakutana na timu ambayo ni kubwa, pressure yao
ile namna ambavyo wanacheza inamaanisha kitakuwa ni darasa zuri, lakini kwa mwalimu wa Yanga pia fursa ya kuangalia timu yake ni wapi ambapo arekebishe, nini aongeze, nini apunguze. Lakini vile vile wana goalkeeper yule ambaye hajacheza hizi mechi. Hata mechi ya ligi alirudi Beno kuondoka inampa nafasi na yeye kuanza sasa kuonesha ule professional yake, kuonesha ule ubora wake aliokuwa nao Kongo, kama anaweza kuchallenge akaenda kukaa kwenye lile goli. Kwa sababu mwanzo ilikuwa inasemekana moja kwa moja ni goalkeeper namba 1. Lakini kwa vile ambavyo anafanya Beno inakufanya ujiulize mara 2 mara 3, nikikupa nafasi ufanye mara 2 ya vile ambavyo anafanya yeye ili wewe uwashawishi hawa, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi au chezo chumbani. Naam, ni michezo miwili ya kirafiki hiyo kwa timu kongwe mbili hapa nchini, kwa maana ya Simba na Yanga. Simba kucheza Jumamosi, Yanga wenyewe kucheza Jumapili dhidi ya African Lyon, katika kuweza kuwafanya wachezaji bado kuendelea kuwa mchezoni katika kipindi hiki ambacho ligi ipo mapumzikoni kupisha michezo ya timu za taifa katika kalenda ya FIFA. Lakini pengine tukiondoka katika mipaka ya Tanzania, tukienda nje kidogo tukaangalie michuano ya US Open ambayo inaendelea, na michezo ligi ikianza, ama hata katika mpira wa miguu ligi ikianza huwa kuna watu ambao ni title contenders. Yaani nasema kwamba hao bwana wanatazamiwa kwenda kuchukua ubingwa. Sasa Novak Djokovic akiingia katika mashindano ya yoyote yale, iwe ni US Open, iwe ni Wimbledon, inawezekana ikawa hivyo. Hatua ya kutoka huku chini kwenda semi inamaanisha inakupa nafasi ya wewe kuamini kwamba kuna kitu ambacho natakiwa nikifanye hapa. Unajua hii ni biashara nje ya kuendelea kucheza. Huu ni utajiri. Kwa namna ambavyo unaendelea bingwa katika ile ya moja yule bingwa. Kuna milioni $53. Dola milioni 53, sio pesa. Unaweza kuona ni mpunga mrefu kiasi gani? Sasa upande kama bilioni 100 hivi na kitu. Sasa unadhani ni kitu kidogo. Kwa hiyo kuendelea kufanya vizuri kwake inamaanisha inaongeza ile nguvu ya kuvuta kwanza hiyo zawadi achia, lakini kuongeza power ya kwenda ku negotiate kwenye zile kampuni ambazo zimekuwa zikifanya naye kazi. Kampuni za matangazo na nini. The way you achieve, ukienda kukaa kwenye meza una proposal yako, ndio unavyokuwa more comfortable kwamba mimi kwa hapa kwa level hii nilivyofanya kuna hiki kinachotakiwa kufanya. Lakini ukiachilia hapo mbali kuna nafasi ambayo anaweza akaenda kufanya, ama kuna kitu anaenda kukifanya tena. Na kwa upande wa wanawake, Madison Keys naye pia ameweza kutinga katika hatua ya nusu finali, na sasa baada ya kuweza kutinga katika hatua hiyo anakwenda kukutana na Mjapani Naomi Osaka ambaye naye pia yumo katika hatua hiyo ya nusu finali. Na kwa upande mwingine Japani imeweza kuingiza watu wawili, kwa afu wote ni wanawake. Wameenda kuingiza watu wawili katika hatua ya nusu finali. Kei Nishikori ameweza kuingia katika hatua ya nusu finali baada ya kumfunga Marin Cilic, na kwa upande mwingine Naomi Osaka naye pia yumo katika hatua ya nusu finali, anakwenda kukutana sasa na Madison Keys ambaye aliweza kushinda hapo jana kuweza kuingia katika hatua ya nusu finali ya michuano ya US Open, na anaingia katika hatua hiyo ya nusu finali akijitambua kwamba anaingia hapa ikiwa mimi ni run up, kwa maana ya mtu alishika nafasi ya pili katika michuano iliyopita ya US Open. Na US Open kwa yule ambaye afahamu ni miongoni mwa yale mashindano ambayo yana title ya Grand Slam, kwa maana yale mashindano makubwa zaidi kwa upande wa mchezo wa tennis, kiweka Wimbledon, kiweka Australian Open, French Open, na US Open, miongoni mwa mashindano manne makubwa zaidi. Kwa kila kitu open. Ni wazi. Ni mashindano ya wazi ya Marekani, mashindano ya wazi ya US, mashindano ya wazi ya Ufaransa, na huyo ni Madison Keys. Na unajua aina ya maisha ambayo wenzetu wako nayo kwenye hizi nchi, huwa natazama sana hizi nchi za Asia pamoja na baadhi ya nchi za Ulaya na Amerika. Ukiangalia Japani wanapata uwakilishi mkubwa kwenye hatua ya nusu finali. Hii sio tu kwenye tennis, hata michezo mingi ya Olympic, China, Japan, Marekani, Faransa zimekuwa zikifanya vizuri kutokana na tabia ya nchi zao. Tennis mimi huwa napenda kuifananisha sana na maisha. Ni mchezo ambao unayahusu sana maisha yetu, kwa sababu unacheza mwenyewe. Wewe na adui yako, sio kama football mnacheza 11. Wewe na adui yako. Kwenye football kuna unaweza ukategea, unaweza ukiguswa. Kwenye football mtu anakuambia utaki, ukilalamika unaambiwa
Utaki Rolex ukacheze tennis ukijikatie upande wako au ukacheze draft ambao mmoja anakaa huko mwingine huko mnasukuma tu. Afadhali draft mtu atakuja hapa, lakini tennis umeona ule uwanja. Kuna area ambayo hata refa haingii kwenye nafasi yako. Yeye anaamua kwa nje. Kwa hiyo ile eneo lote lile ni la kwako. Na hiyo ni aina ya maisha. Ni watu ambao wakisimama mmoja mmoja wanaweza kupambana. Sisi tunapenda sana kujificha nyuma ya mtu. Ndio maana utaona hata kwenye michezo hii ya tennis tunakuwa atupo, yani tuko nyuma sana. Ukiangalia Japan, China ni watu ambao maisha yanawalazimisha mtu kama mmoja kusimama wewe na kuonyesha kile ambacho unacho ili upate support. Na ndio maana unaona Japan, China kwenye Olympics wanafanya vizuri, na kwenye tennis ni mchezo ambao wewe mwenyewe, yani hatima yako unayo wewe mwenyewe unapoingia. Labda kocha wako amekufundisha, lakini utakaposimama pale huko peke yako na inabidi ucheze, uonyeshe kile ulichonacho kwa wakati huo. Kwa hiyo kwangu naitazama Japani kama ni nchi ambayo kwa muhii at least inatoa watu wa kwenda kutupa kina Serena Williams wengine. Tumechoka. Serena nimeona juzi mtoto wake ndo anatimiza mwaka mmoja, lakini ametoka anashiriki US Open ambayo ni mara ya 5, mashindano ya 5 tofauti tangu ametoka kujifungua. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwa na utawala. Yani utawala umekuwa ni wa Serena. Akikosekana watu Serena yupo, akishaona hayupo wanaona kuna uondo. Lakini sasa hivi unaona kina Ozasaki, kina Osaka, kina Naomi Osaka, kina Kei Nishikori, yani wachezaji wawili wacheza tennis wawili wa kike ambao wameweza kutinga katika hatua ya nusu finali kutoka Japan, pamoja na Mason Keys ambaye ni mtu alishika nafasi ya pili katika michuano iliyopita. Na kwa upande wa wanaume, Novak Djokovic ameweza kutinga hatua hiyo baada ya kumweza kumondosha John Millman. Na kwa upande wa wanaume, bingwa mtetezi ni Rafael Nadal ambaye anashikilia taji la US Open mpaka hivi sasa, michuano ambayo inatarajiwa kwenda kufikia tamati mnamo Septemba 9. Na upande wa pili kuna nani kwa sababu semi ameingia Djokovic. Upande wa pili sasa watu ambao wanaenda kuchallenge kucheza naye semi. Rafa yupo. Bado yupo Nadal. So kwa hiyo kuna Federer kuna hiyo battle ya watu wawili. Federer ndo ameweza kuondoshwa na Millman. Na matarajio ni kwamba hapa wanaweza wakakutana final. Huenda. Huenda. Hiyo ndio michezo James ambayo iliweza kuchezwa. Ujerumani akitoka sare bila kufungana na Ufaransa, Jamhuri ya Czech wakiweza kupigwa 2-1 na Ukraine, na kati Wales wakaweza kushinda 4-1 dhidi ya Ireland, na Norway wakashinda 2-0 dhidi ya Cyprus, na Slovenia wakaja wakapoteza 2-1 dhidi ya Bulgaria. Miongoni mwa michezo ambayo ilichezwa jana, lakini michezo mingine ni Kazakhstan ambayo walipoteza 2-0 dhidi ya Georgia. Latvia wakaja wakatoka sare bila kufungana na Andorra. Armenia timu ya fundi Henrik Mkhitaryan ikaja ikashinda 2-1 dhidi ya Alexei, na Gibraltar wakaja wakapoteza 2-0 dhidi ya Macedonia. Michezo ambayo ilichezwa hapo jana katika michezo ya UEFA Nations League. Na kwenye mechi ya Wales Gareth Bale naona amekuwa na wakati mzuri sana baada ya kuondoka kwa Ronaldo. Na utaona kwenye fomu yake ndani ya Real Madrid msimu huu ina improve, na hii fomu iliishia mwaka jana. Michezo mitatu mwisho ya ligi. Kwa moto wake mwaka pale ya UEFA. Bale aliweka mbili. Aliamua na Lona kufunga goli lolote. Lakini kuna unajua Bale tatizo lake kubwa, kuna wakati alikuwa ana prove afu anarudi nyuma. Yani baada ya UEFA ile angeza msimu huo ukuta anaanzia tena nyuma chini, kwa sababu timu ilikuwa tayari kuna mtu inamtazama. Lakini msimu huu kwa sababu anatazamwa yeye na Benzema sana, ndo anaotazama kwenye eneo la mwisho, na utaona form zao zimekuwa nzuri kwenye wakati huu, na ameenda anazidi kuhamishia kwenye timu ya taifa, na tunaona jana anafunga lakini pia ana assist. Ni mtu ambaye timu yake ya Wales bahati mbaya kwenye chance yao kwenye World Cup itazidi kuwa ndogo, lakini kwenye Euro tunaona kwenye Euro kubwa sio hii, wamekuwa wakifanya vizuri, lakini tunaona hii mashindano ambayo wameanzisha wanazidi kuonyesha. Kwangu naamini kama Bale majeraha atampita pembeni, huenda tukashuhudia msimu bora zaidi kwake tangu amejiunga na Real Madrid, kwa maana kwenye timu ya taifa pamoja na kwenye club. Naam, ni mjadala huo kuhusiana na michuano mipya UEFA Nations League ambayo imeanza kutimua vumbi lake hapo jana huko barani Ulaya. Na kabla hapo pia tukijaribu kuangalia kwa kina mchezo wa kimataifa,
kati ya Uganda The Cranes dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Tukaangalia pia michezo ya kirafiki ya Simba na Yanga, ambapo Simba wanakwenda kupana na AC Leopards na Yanga wakienda kucheza dhidi ya African Lyon katika mchezo wa kirafiki hapo siku ya Jumapili. Hiyo ni mijadala ambayo tumeweza kuwa nayo hii leo katika kipindi cha Viwanjani, na bila shaka umeweza kunufaika vilivyo na yote ambayo tumeweza kuwa nayo katika siku hii ya leo. Kikubwa ni kuweza tu kuiombea dua Taifa Stars ili iweze kufanya vizuri katika mchezo wake dhidi ya Uganda The Cranes pale Nambole hapo kesho. Naona Jitimacha anaashiria kweli anaomba dua. Nikushukuru wewe ambaye umeweza kutumia muda wako kuanzia tunaanza mpaka sasa ambapo tunafikia tamati, lakini pia nikwambie kwamba mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Shukrani kwa kuwa nasi na uwe na wakati mwema.